tutasoma tu kwa huo mstari wa maybe kwa ajili ya kukumbushana tu, tuangalie, tutasoma from verse 20 to 27 for the sake of discussions. Tuta limit discussions zetu katika hiyo verse 26 5, 6 na 7. Verse 20 inasema, basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, na nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Verse 24. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. 25. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, na katika nyakati za taabu. Verse 26. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho kule vita vitakuwepo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. 27 inasema, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pale pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Mungu abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wakati huu najua sasa, tangu tuanze kusoma hii sura mpaka sasa hivi, wote tunaweza kujua context ya hii sura, si ndio? Si ndio? Tunaweza kusema context ya hii sura, si ndio? Kwamba ni sura ambayo inahusu jambo gani, si ndio? Si ni kweli? Kama ingekuwa ni kwa shule, kama walimu tungepeana mtihani, tunataka kuona kama watu wanaelewa context ya hii sura. Kama ingekuwa ni kwa shule, tungepeana mtihani na tusahihishe huo mtihani na tuangushe wanafunzi wengine, tuwaambie mtarudia hilo darasa, na wale ambao wamefuzu tuwaambie mtasonga katika hatua nyingine ya mbele. Hiyo ndio, that is what makes the difference between a school and these other places of learning. Hapa tunasoma, lakini tofauti ni kwamba tunasoma tu for the sake of gaining knowledge, for the sake of understanding, lakini not for the purpose of exam. Si ndio? Si kweli? Lakini wakati mwingine huwa tunaleta maswali
si ati ni maswali ya mtihani, lakini ni maswali ya kufanya uangalie kama kweli kuna kitu unapata ama upati. So vile ambavyo tulikuwa tumesema, ni sura ambayo inahusu ombi la Danieli, ombi ambalo tulikuwa tumesema ya kwamba lilikuwa limechochewa na Danieli kusoma vitabu vitakatifu. Alipokuwa akisoma vitabu vitakatifu, alikutana na mahali ambapo Mungu alikuwa amepeana ahadi kwa watoto wake Israeli. Ahadi yenyewe ilikuwa inasema, mtakuwa katika nchi ya utumwa kwa kipindi cha miaka 70, na baada ya miaka 70 mtaachiliwa ili mrudi katika nchi yenu. Wakati Danieli alikuwa akivisoma vitabu vitakatifu, alikutana na hiyo ahadi, na hiyo ndio ahadi ambayo ilimwelekeza yeye kuingia katika sala. Kwa hivyo katika sala yake, lengo kuu lilikuwa to plead the promises of God. In other words, alikuwa anaambia Mungu, God, fulfill your promise to your children. You promised after 70 years of captivity, your children will be released. Then Lord, fulfill your promise, so that Jerusalem, the holy city, will not continue to be desolate. Yerusalemu, mji mtakatifu, hautaendelea kuwa katika hali ya ukiwa. Wanaweza asifiwe sana. Na hata hekalu lililokuwa limeharibiwa, nafasi itapatikana ya ile hekalu kujengwa tena. Hilo ndilo ombi ambalo Danieli alifanya. Of course tunaambiwa vile alifanya hilo ombi, tuliangalia sana Jumapili hizo nyingi ambazo zilipita, kwamba hakuenda tu kwa Mungu na kumwambia kumbuka nini. Hapana, alienda katika hiyo hali ya unyenyekevu sana. Alienda katika hiyo hali ya kuungama dhambi zake, alienda katika hiyo hali ya kuungama dhambi za watu wake, alienda mbele za Mungu katika hiyo hali ya kutambua haki ya Mungu, kwamba sisi hatuna haki ya kudai kitu chochote mbele za Mungu. Wanaweza asifiwe sana. Amen. Wakati huwa tunaomba sisi huwa tunajua hiyo kweli. Tunastahili kujua hatuna haki yoyote mbele za Mungu za kuomba kitu chochote ama za kudai kitu chochote, lakini tunapoenda mbele zake tunamwomba rehema zake na tunamwomba huruma zake. Tunamwambia Mungu, kwa huruma zako tusaidie na hii, tufanyie hivi, kwa sababu sisi hatustahili, si ndio? Wanaweza asifiwe sana. Amen. Na ndio maandiko yanasema Danieli akiwa katika hiyo hali ya kuomba, from verse 20 ambapo tumesoma, akiwa katika hiyo hali ya kuomba, ndio malaika akainterrupt katika njia ya kumletea jawabu. Malaika akainterrupt katika njia ya kumletea jawabu, na katika hiyo hali ya kuleta jawabu ndio tukadiscover ya kwamba Mungu alireveal mambo mengi kwa Danieli zaidi hata vile ambavyo alikuwa ameomba, kwa sababu Danieli alikuwa ameomba ya kwamba Mungu atimize ahadi yake ya watoto wa Israeli kurudi Yerusalemu baada ya kutimia 70 years. Of course alipokuwa akiomba 70 years ilikuwa ijatimia kabisa, na niliwaambia ilikuwa imesalia, kulingana na kalenda yao, ilikuwa imesalia karibuni miaka 3. Lakini malaika akamdhibitishia Danieli, anamwambia, nimetumwa ili nikuje nikuletee huu ujumbe kwa sababu wewe unapendwa sana, na nimetumwa nikuletee huu ujumbe. Chukua maanani, zingatia sana huu ujumbe. Wanaweza asifiwe sana. Na hapo pia kuna kitu kingine ambacho tuna discover ya kwamba Mungu anapenda watoto wake, lakini kumbe miongoni mwa watoto wake kuna wale Mungu anapenda sana, si ndio? Sisi wote ni watoto wa Mungu na Mungu anatupenda, na Mungu alitupenda hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu. Lakini kati yetu kuna wale ambao Mungu anawapenda sana,
Na tunaona Mungu akiambia Danieli kupitia kwa malaika, wewe unapendwa sana. It's like upendo wa Mungu kwako unazidi upendo wa Mungu kwa watu wengine. Hata kuna miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo, si kuna mwanafunzi ambaye maandiko inasema Yesu alikuwa anampenda sana. Katika John chapter 19. Yeah. Katika Genesis 18 Mungu alisema kitu kama hiyo pia kuhusu Ibrahim. Wakati ambapo malaika walikuwa wamekuja kumwonyesha, wakati ambapo malaika walikuwa wamemtembelea Abraham, malaika wawili walimtembelea Abraham. Abraham akawachinjia, wakakula, wakaulizana pale, nimfiche Ibrahimu kitu ambacho napanga kufanya, nikizingatia kwamba Ibrahimu ni rafiki yangu. Unaona hilo jambo? Kwa nataka muone hiyo, si ndio? Mungu mwenyewe anasema Ibrahimu ni rafiki yangu. Je, nitapataje kumficha jambo ambalo ninakusudia kufanya? Na ndio Mungu akamrevealia Ibrahimu ya kwamba ninapanga kuangamiza Sodoma na Gomora katika Genesis 18. And you know what God spoke to Daniel through his angels is that, Daniel, you are my friend. Abraham in Genesis 18. What God spoke to Abraham through his angels in Genesis 18 is that you are my friend. And for this case, I can't hide to you. I can't hide from you what I'm planning to do concerning Sodom and Gomorrah. I am going to destroy it because of the sins that I'm seeing. And Ibrahimu akakumbuka, kama Sodoma na Gomorrah unaangamizwa, kuna ndugu yangu pale. Actually si ndugu yangu, lakini mtoto wa ndugu yangu. Mtoto wa ndugu yangu ni kama ndugu yangu, si ndio? Kwa sababu kama sioni huyu ndugu yangu, nikiona huyu mtoto naona ndugu yangu, si ndio? Si ndio kweli? Wakati Ibrahimu alikuwa anakosana na Lutu, ndio wa separate, ndio Lutu achukue hiyo njia ya kwenda Sodom na Gomorrah, ndio Ibrahimu achukue njia ya kwenda mashariki, kwa sababu ya mifugo yao. Wakati walikuwa wanang'ang'ana mahali pa kulisha mifugo, Ibrahimu alimwambia Lutu, wewe ni ndugu yangu na hakuna haja tunakosana kwa sababu ya mifugo zetu. Chagua mahali ambapo utaenda, na mimi niende huku na wewe uende huku. Tusiendelee kukosana kwa sababu sisi ni ndugu. Wewe ni ndugu yangu. In actual sense hakuwa ndugu yake, ni mtoto wa ndugu yake, si ndio? Ndio kitu nasema, mtoto wa ndugu yako ni kama ndugu yako. Wakati unaona huyo mtoto wa ndugu yako, unaona nani? Unaona ndugu yako. Hauwezi kumsahau, si ndio? So Ibrahimu, Mungu akasema Ibrahimu ni rafiki yangu. He is my friend. I love him. I'm not going to hide from him what I'm planning to do about Sodom and Gomorrah. Na ndio Mungu akaanza, ndio Ibrahimu akaanza kuombea. Ibrahimu akaanza kuombea Sodom na Gomorrah, akasema, Mungu, ukipata 50 wazuri, bado utaangamiza Sodoma na Gomorrah pamoja nao wazuri 50? Na ndio Mungu akasema, hapana. Nikipata 50 wazuri nitaokoa Sodoma na Gomorrah wote, mji wote. Na Ibrahimu akaomba hivyo, akishuka kutoka kwa 50 mpaka kwa 40 mpaka kwa 30 mpaka kwa 20 mpaka kwa 10. Ikaonekana hata hao 10 hakuna hata hao 10 watakatifu Sodoma na Gomorrah, hakuna. Sodoma na Gomorrah ilikuwa tuna Lutu peke yake, mtu mtakatifu, mtu ambaye alikuwa anatembea katika njia za Mungu peke yake. Na kile ambacho tunapata ni kwamba Mungu bado hakumwangamiza pamoja na Sodoma na Gomorrah. Alimwambia Lutu, ondoka kwanza na familia yako, kwa sababu nataka kuangamiza hii familia, hii mji. We know what happened, isn't it? Lutu hakuwa na will kutoka. He was delaying, taking time. What happened? Malaika walimtoa kwa nguvu, walimnyakua kwa nguvu, toka, walimvuta kwa nguvu, wakamtoa nje, because they were wasting time. They were almost going to be destroyed. Wakaondolewa. Haikuondolewa jamii yote ya Lutu,
Kwa sababu wale ambao walikuwa wameoa binti za Lutu, maandiko yanasema walibaki huko, waliangamia, si ndio? They were not supposed to be destroyed. Au walikuwa na nafasi ya kuokolewa kupitia kwa Lutu, walibaki wakaangamia. Bibi ya Lutu akatoka, lakini akaangalia nyuma, akikumbuka vile ambavyo ni kama wameenda hasara, wameacha vitu nyingi huko. Akaangalia nyuma, akakuwa jiwe, maandiko yanasema jiwe la chumvi, si ndio? Lutu akaokolewa kwa sababu ya maombi ya nani? Ya Ibrahimu. Na Ibrahimu alipata nafasi ya kuombea Lutu kwa sababu Mungu alikuwa amechagua kumuonyesha yale ambayo alikuwa anapanga juu ya huo mji. Na ni kwa nini Mungu alimuonyesha? Kwa sababu yeye alikuwa rafiki yake. Wanaweza asifiwe sana. So Mungu anapenda watu wake. Mungu anapenda watoto wake, lakini kuna wale ambao Mungu anawapenda sana kuliko wengine. Na mimi sidhani kama Mungu hawezi kukupenda sana na kukuhesabia kwa wale ambao wanapenda sana ikiwa unatembea katika njia zake tu vizuri bila ambavyo anatakiwa. Si ndio? Rafiki wa Mungu atakuita rafiki kwa sababu wewe unazingatia neno lake. Si kweli? So hata sisi tuna hiyo nafasi ambayo tuko na hiyo nafasi ambayo tunaweza kumfanya Mungu aseme Edwin ni rafiki yangu. Hiyo ndio kitu ambacho anasema, si ndio? Kwa sababu akiniangalia ataona nikiwa tofauti kabisa na watu wengine. Nikiwa ninazingatia hiyo hofu yake kabisa. I have the fear of him kabisa. Kama amesema hivi na nakumbuka kila wakati Mungu amesema. Sitaki kwenda kinyume na Mungu. Naweza kuingia katika hiyo kiwango ya Mungu kusema hivi ni rafiki yangu. You think about it. Unaweza asifiwe sana. Haleluya. Na Mungu akamwonyesha Danieli haya maneno, akamwambia kupitia malaika, unapendwa sana. Kwa hivyo ufahamu haya ndiyo yatakayotokea. Kwa hivyo uwe na uhakika. Mungu anamwambia Danieli, uwe na uhakika, nakupa thibitisho kwamba vile ilikuwa imeahidiwa na Mungu ndivyo itakavyokuwa. Vile Mungu alikuwa ameahidi ndivyo itakavyokuwa. Ahadi yake ya kuwaweka huru baada ya miaka 70 itatimia. Hilo usiwe na wasiwasi. Yerusalemu kutakuwa na nafasi nyingine ya kujengwa tena, lakini ujue itakuwa wakati gani. Na Mungu anamwambia Mungu anamwambia Danieli itakuwa wakati gani. Na ndio tunaanza katika hiyo verse 24. Mungu anamwambia Danieli, you be assured that Jerusalem will be resettled again. The people of Israel will have an opportunity, the Jewish people will have opportunity to go back to their country, to inherit their city. You be assured. God is not a human being to lie. Be assured of it. And also be assured that Jerusalem as a city will be rebuilt, even the main roads. Yerusalemu kama mji utajengwa hata mpaka barabara zake. Hekalu litajengwa, na hata ile hekalu likishajengwa, Masihi atapata nafasi ya kuingia katika ile hekalu. Na hapo ndio tunasema Mungu amemjibu Danieli maombi yake na kuonyesha mambo mengi zaidi ya vile ambavyo Danieli alikuwa ameomba. Wanaweza asifiwe sana. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi. I'm reading verse 24. Kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. That is verse 24.
kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Ni mstari ambao unazungumzia kuhusu kuja kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikuwa anointed wakati gani? Yesu Kristo alikuwa anointed huo wakati wa ubatizo, wakati tuliona njiwa akikuja kupaa kwa kichwa chake, si ndio? Na kusema maneno fulani pale, huyu ndiye mwana wangu mpendwa ninayempenda, msikizeni, mtii. Maneno ambayo alizungumza wakati huo wa ubatizo. That was the anointing time. Na neno la Mungu linasema, kwa hivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba katika hiyo miaka 70 ambayo tulisema ni 70 ya majuma 7, 70 of sevens, ambao ni 490. Ndio neno la Mungu linasema muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Tangu kuwekwa amri ya Yerusalemu kujengwa mpaka wakati wa Masihi, si ndio? Mpaka wakati wa Masihi tutakuwa na majuma 7 na majuma 62, ambao tulisema yote jumla ni 69, si ndio? Na tunajua jumla ya huu unabii wote, majuma ambayo yamewekwa hapo ni majuma 70. Na haya majuma 70, juma moja ni miaka ngapi? Miaka 7. So tunafanya mpaka hesabu kwa Biblia, si ndio? Hesabu iko kila mahali. Tena weka bidii kwa hesabu. Bado uko shuleni. You cannot run away from mathematics. And my young friend there. Mathematics, you cannot run away from it. Lakini hiki kifungo kinakuonyesha live hivyo. Hii passage tunaisoma zinakuonyesha hesabu. You have to do some mathematics. From the time the commandment is put, the decree is put for Jerusalem to be rebuilt, up to the time of the coming of the Messiah, the anointed one, we are told it is 7 weeks and 62 weeks, which is 69 weeks. And 1 week is 7 years, so it is 483 years. So we have mathematics, isn't it? Shazala usijali, kwa sababu wao nimalizana nayo. Wakati mwingine nilikuwa nimemaliza shule, niko tu nyumbani huo wakati nimemaliza form 4, niko nyumbani. Nimelala, alafu nikilala naamka naota nikiwa kwa darasa la hesabu, tuko kwa exam room. Mwayo hata kitu kama hiyo. Uko kwa exam room na pengine hesabu imekulemea. Hujai amko yote kitu kama hiyo mkiwa shule? Kuna wakati unaweza kuwa na calculate tu hesabu mchana, tuseme vyenye tunasemanga twende discussion groups. Mnakutana na watu 2, 3 hapo ama 5 na mna discuss hesabu, mnasema hii hesabu ina shida ikikuja kwa kila pepa na mimi sielewi. Pepa inarudingi sijapata kitu ya kuandika hapo. Hebu tu discuss hii swali. Alafu mmoja wenu naye kumbe ni mzuri hapo sana. Ana discuss. Alafu nasema, "Oh, sawa wewe unasema kuanzia leo hii kitu inapianga kwa kila pepa. Raundi hii pia nitakuanga na kitu ya kuandika." Kama najua venye nda approach, si ndio? Unakuta ukienda kulala, unalala, alafu ukianza kuota usiku, unakuta una calculate
Mjawahi ona kitu kama hiyo wanafunzi? Mjawahi ona? Usiku ya. Na unajua ni kwa nini zinakuja? Ni kwa sababu mchana wote zinashinda zikikupea wasiwasi. Unasema hii hesabu inashinda inakuja kwa hii paper. Ilikuja kwa exam fulani, ilikuja kwa hii exam fulani, imekuja kwa hii exam fulani. Ina maana kwamba hata kwa ile final exam na ngoja na unaanza kuwa na hiyo wasiwasi, nitafanya aje? Ukifika hapo nitafanya aje? Unaanza kuangalia kwa sawa kwa darasa lenu kuna yule anafanyanga vizuri kwa ile anapatanga. Unamwambia hii ulifanya aje? Anakuonyesha. Ukiwa peke yako unajaribu, unaona unakwama tena unarudi huko. Unakwama hata ukienda kulala, unaota unafanya. Mimi nilikuwa naota nikiwa kwa exam room na saa zingine hiyo swali imenilemea bwana. Nikiamka asubuhi nakuta nilikuwa nimelemewa na kumbe iko exam room. Nilikuwa na wasiwasi, siandika hapo vizuri. Nasema sasa nitapata nini kwa hii paper? Nikiamka asubuhi nakuta iko exam. Ilikuwa tu ni ndoto tu bwana. Tunaweza sema ndio night ndio nini? Wanaweza usife sana. Hallelujah. So you can run away. For students, please, just look for how to improve. Kama wewe ni mwanafunzi, angalia tu venye unaweza improve, kwa sababu kuondokea tu kabisa nayo ni ngumu. Useme tu mimi siwezi, bila naonanga wanafunzi wengine wanafanya. Mimi nimeondoka kabisa. Hata mwalimu akikuja, hata nikiwa kwa darasa, ni mwalimu wako dunia yake, mimi niko dunia yake yangu, masaa iishe tuachane. Wanafunzi wengi wanafanyanga hivyo. Na hiyo si njia nzuri. So hesabu tuko nayo, mpaka kwa Biblia tuko na hesabu. Na Mungu anamwambia Danieli, wakati amri inatolewa ya Wayahudi kurudi katika nchi yao, wakati amri inatolewa ya kwanza kujengwa tena Yerusalemu, kutokea amri ikitolewa mpaka wakati wa kukuja kwa Kristo, itakuwa imechukua majuma 7 na majuma 62. Yote jumla itakuwa majuma 69. Itakuwa majuma 69. Na baada ya hiyo verse 26, na baada ya yale majuma 62 Masihi atakataliwa mbali. So we are told, Masihi will come. He will be born on this earth. He will come. But even after that, you know what the Bible is saying? After the 7 weeks plus the 62 weeks, after the 69 weeks, isn't it? Masihi will be done what? He will be rejected. He will be killed. He will be rejected. He will be killed. That's what the Lord wants us to know. And you know, the good thing about this prophecy is that it is a prophecy that was long fulfilled. Unajua huu unabii ambao tunaudiscuss katika Daniel chapter 9 ni unabii ambao ulitimia kitambo sana. Si ndio? Unajua kuna watu ambao wanasema wanangoja huu unabii utimie, lakini huu ni unabii ambao ulitimia kitambo sana. Baada ya verse 26, na baada ya yale majuma 62, of course tunajua ni majuma 62 pamoja na majuma mengine 7, si ndio? Baada ya Masihi kukuja, na hapo ndio tulikuwa tunasema kuna good news. Daniel anaambiwa Yerusalemu itapata nafasi ya kujengwa, hekalu litapata nafasi ya kujengwa, na Masihi atapata nafasi ya kuingia katika ile hekalu. Lakini baada ya hayo majuma 62, na tunasema si tu 62, ni 62 pamoja na yale 7, si ndio? Ni 69. Tunaambiwa after that, verse 26, Masihi atakataliwa mbali. He will be killed. He will be killed. Juzi tu tumemaliza kukumbuka kwa Pasaka, si ndio? Juma la Pasaka. Tumemaliza kukumbuka juma la Pasaka, wakati ambapo walimuua nani?
walimuua Masihi Yesu Kristo, si ndio? Maandiko yanasema katika hiyo verse 26, Masihi atakataliwa mbali, naye atakuwa kama hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu. You see? Kuna mkuu ambaye atakuja. There is a leader who will come and his people will again do away with the anointed one, isn't it? After the 483 years, which is 69 weeks. Unajua hapa lazima ukuwe careful. Wakati unazungumza kuhusu miaka na wakati unazungumza kuhusu weeks, lazima ukuwe very careful, ndio unaweza changanya, sio? After 62 weeks plus 7 weeks, hiyo ni 69 weeks. Tunaambiwa the anointed one will be rejected, the anointed one will be done away with, the anointed one will be killed. The temple, look at the verse 26. Watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu. They will even destroy the city again, Jerusalem, and they will also do what? Destroy the temple. The temple that Daniel is praying to God, that opportunity is created for it to be rebuilt. And God is assuring him that yes, it will be rebuilt. And we know it was rebuilt. Ezra, wakati Wayahudi walitoka katika nchi ya Babiloni baada ya utumwa, wakirudi, ukisoma katika hizo vitabu za Nehemia, Ezra, Esther, Ezra, Nehemia, discover kwamba Nehemia alikuwa anaongoza watu katika juhudi za kujenga Yerusalemu, ukuta, lakini Ezra naye alikuwa anaongoza watu katika juhudi za kufanya nini? Za kujenga hekalu. So hekalu lilijengwa tena. Wakati Wayahudi walitoka katika nchi ya utumwa wakirudi, hekalu lilijengwa tena. Na Mungu alikuwa ameahidi, ameambia Danieli mambo haya yatafanyika katika hiyo kipindi ya majuma 69, which is 62 plus 7. But even after that, even after those 69 weeks, which is 483 years, still the anointed one, the Messiah will also again be killed. He will be rejected. He will be rejected. The temple will be destroyed. The city will be destroyed. And some people take this passage as a reference to the end of the world. Na watu ambao wanachukua hii kifungu cha maandiko kuonyesha kwamba huu mwisho ambao unazungumziwa ni mwisho wa ulimwengu. Lakini ukiangalia katika historia ya miaka unakuta kwamba ni mambo ambayo yalitimia katika miaka ya 70 AD mpaka 132 AD. So this is a prophecy that was long fulfilled. Wanaweza sifesa. Wanaweza sifesa. Huu ni unabii ambao ulishatimia kitambo. Yani unabii ambao haukuwa unazungumza kuhusu mwisho wa ulimwengu wote kabisa, bali ni unabii ambao ulikuwa unahusu Yerusalemu, the holy city peke yake. You remember we were categorical that Daniel was not praying for everybody. Daniel was not praying for the whole world. Daniel was praying for Jerusalem. And Daniel was praying for the holy city and the people of Israel, the Jewish people, that God may fulfill his promise to restore them back to their city, so that the temple also may be rebuilt, Jerusalem may also be rebuilt. So this was a prophecy that was not actually for the whole world, but a prophecy that was specifically for who? For Jerusalem. And you read in the history, ukisoma katika historia utapata kuna mpaka yule kiongozi ambaye wanamuita Titus.
commentators, ambaye ndiye alikuwa anatumika kutekeleza hii mambo, ambaye maandiko yanasema mkuu, watu wa mkuu. Watu wa mkuu, mkuu ni nani? Ni Tito katika historia, na watu wake ndio walikuwa wanasemekana kuharibu hekalu, kuharibu mji wa Yerusalemu, na uharibifu ambao walikuwa wanausababisha, neno la Mungu linasema walikuwa uharibifu kama wa mafuriko like flood, yani walio overpower kabisa Yerusalemu, waka cause massive destruction. Na katika historia ni huu ni unabii ambao unasemekana ulitimia, kilele chake ilikuwa katika mwaka wa 132 AD. AD 132. This is actually one of the passages that has been agreed by many scholars that is not that easy. Si kifungu rahisi. Na ndio sababu kama mmekuwa kina, hata mimi sijakuwa na haraka ya kuondokea hii passage. Mmediscover hivyo kweli? Mmediscover kweli? I have not had the haste ya kutoka katika chapter 9. Sijakuwa na haraka kabisa kusema tuondoke katika chapter 9 tuende katika chapter 10. No, kwa sababu many theologians, many scholars, wasomi wengi, even the commentators wazuri kama wakina Matthew Henrys na wakina nani, wote wamesema ya kwamba this is one of the difficult passages. And that's why we are taking our time. Wanaweza stress. Ndio sababu tunafanya nini? Tunachukua muda. Tusiondoke mbio. Lakini kufikia hapo, si tumejaribu kudiscuss hizo mistari vizuri kidogo, sio? Tumejaribu. Kwa sababu sasa huu ni unabii ambao tunauangalia katika kimaandiko vile ambavyo Mungu alisema itakuwa, na tunarudi katika historia. Mambo haya yalitendeka nini? Na bado naweza kuambia kwamba hatujamaliza, kwa sababu hatujazungumza kuhusu lile juma la mwisho. What we are discussing is what is concerning the 69 weeks that is covering in terms of years 483 years. So we have not discussed what is touching on the 70th week, the last 7 years of the 490. We have not touched on it. In verse 27, the 7 years that we are told that are also divided into 3.5, into 2, 3.5. So maybe my promise for today will be, sasa next Sunday kwa majaliwa ya Mungu, focus yetu itakuwa verse 27. Mimi mwenyewe naona ni kama nimezungumza katika kuhusu hizo mistari zingine from verse 24 vile naweza, yale ambayo Mungu amenisaidia kuyaona kupitia neno lake na msaada wa watu wake ambao waliandika vitu mbalimbali. That's how much I can shed light to you. Nilikuwa najaribu kupitia notes zangu hapa, hata zile ambazo tulikuwa tunatumia tukiwa shule. Kwa hizi wakati tulikuwa na shule nilikuwa natumia hizi notes, na nimejaribu kuchimba kidogo ili tufanye kitu kama revision, yani tuongezee zile vitu zingine ambazo pengine tulikuwa tumepewa kule shuleni. Yeah. Unaweza sema at least tunaenda polepole tu, lakini tunajaribu vile tunaweza, ili tukitoka katika hii sehemu ya maandiko kusonga tumeona kile ambacho tunafaa tuone.
Na Jumapili sasa tuangalie kuhusu the 70th week. The 70th week. Inaitwa the 70th week of Daniel chapter 9. Juma la 70 la Danieli sura ya 9. Ambalo pia limejigawa katika sehemu mbili. Na hilo juma moja tunajua ni miaka saba. Kwa hivyo kama ni miaka saba na imejigawa katika sehemu mbili, ni kumaanisha ni miaka 3.5 na 3.5. Acha tuangalie hiyo Jumapili ijayo kwa mapenzi ya Mungu, ndio sasa tuondoke katika chapter 9. Sawa sawa? Tuko sawa? Yes. Unless kama kuna mtu akona observation, kama kuna mtu akona point of addition, kama mtu akona swali. So next week Sunday, next weekend tutaangalia verse 27. Wakati mwingine ni vizuri hata kusoma commentaries kidogo. Soma commentaries kidogo. Wakati mwingine soma commentaries kidogo. Kuna watu ambao ni scholars, wasomi wa Biblia ambao wamesoma, wako na masters, wako na nini, wako na doctorates. Wamesoma lugha za Kiebrania vizuri, wamesoma lugha ya Kiebrania vizuri, wanaweza kuangalia hiyo verse vizuri, na wameangalia maneno ya Kiebrania vile yametumika. So hao ndio pia miongoni mwa wale ambao wanatusaidia kupata ufafanuzi kamili kwa hizi vitu. Wanaweza asifiwe sana. Na wewe siwezi kukuficha ukiwa unasoma vitari kama hii. Sometimes go and Google for some of these commentaries. Read and see if you can find some enlightenment. Kama unaweza pata mwangaza fulani. Ufahamu wako utakuwa juu. Wanaweza asifiwe sana. Ukipita mahali ambapo wamefungua hii sura, hautakuwa na uoga. Kuna watu wanatumia hii sura kudanganya watu na mambo ya mwisho wa dunia. Lakini kama umepata nafasi kama hii, utagundua kumbe hao watu wanafanya hivyo kwa sababu ya kutojua, si ndio? Yeah. People are using this passage in chapter 9 to speak about the end of the world. The end of the world. So lazima upate nafasi kama hii. Hata ukisikia mtu akitumia vibaya, unajua tu yeye anatumia vibaya. Hajapata nafasi ya kupata the correct thing. Ukipata nafasi uende msaidie. Ukipata nafasi uende msaidie. Kuna siku moja mtu anaitwa kwa Biblia katika kitabu cha Wakorintho anaitwa Apollo. Apollo alikuwa anazungumza wakati mwingine mahali fulani. Kuna familia hapo ambayo ilimsikia akizungumza, nikamwona huyu mtu azungumzi vizuri, ni kama elewi hiyo kitendo cha kusema. Ukisoma katika First Corinthians maandiko yanasema walimchukua kando, wakakaa naye wakampa mwangaza mzuri na ali appreciate. Mwanaweza sikia sana. Let's take a few minutes short break and then we come back for our service. Tutaanza ibada yetu, ama kiongozi atakuwa na tuanzishie ibada yetu saa 5 na dakika 10 hapo, so that we have 9 minutes approximately.